Wauaji nichukieni sana, najua ndo mnaponichukia sana kwamba ani wewe jamaa umeshika ukweli kama ulivyo, Biblia kama ilivyo, huna msamaha. Sio mimi sina msamaha, Biblia ndo muitage haina msamaha. Tena msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji ambaye amekuwa na hatia ya mauti. Isiwe mtu akihamia Chadema akahamia kwenye chama fulani cha siasa, hatia ya uuaji ile imeondoka. Chadema kuwapokea CCM wauaji na kufurahia. Vyama vya siasa leno ni moja, wote ni wauaji. Sasa hapa panaweza pakaja kwamba muuaji akija kutubu, hata akija kanisani, kanisa haliwezi kumpokea. Naomba tufahamu kutubu ni nini. Jibu ni kanisa linaweza likampokea, lakini huyu mtu kaja kutubu. Hivyo kutubu ndo hivyo. Sauli alikuwa muuaji. Sauli kabla ya kuwa Paulo alikuwa muuaji. Alipokuwa na tubu, alikuwa anaweka wazi namna alivyokuwa anaua, namna walivyokuwa wanaua. Huko ndo kutubu. Kutubu kuungama, Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kutubu kuungama ni kuweka wazi mlivyokuwa munaua, mlichokuwa munapata, na kwa nini umeacha. Uliokuwa unashiriki huko kwenye CCM yalikuwa na madhara kiasi gani, kwa nini umeacha. Kutubu kwa kujiunga kimya kimya na zana na silaha na mipango ile ile uliokuwa nayo huku, unakuja nayo unawekwa kimya kimya huku. Wananchi, huko sio kutubu. Huko sio kutubu. Mtu yoyote aliyekuja na mabaya aliyokuwa anayafanya kule hana uwezo wa kuyaweka wazi mabaya yale kwa hasara na hatari yoyote. Haweki wazi. 29, 30, 31 tumeua watu kwa sura zipi? Tulikuwa tulijipanga vipi? Maelfu waliopotea, waliotekwa, tumewateka vipi? Tumewaweka wapi? Kila kitu anakuja sijui. Nilipokuwa nasifia utawala wa damu, nilikuwa nausifia kwenye engo zipi, kwenye mazingira. Anakuja natoa propaganda tu na maneno ya nimekuja, nimehamia. Vyama vya siasa, mimi mnanichanganyaga sana. Ndio maana mimi nilikataaga, mimi siwezi kuwa sehemu. Mimi nitawaunga mkono kwa jema mtakalo lifanya, yeyote utakayefanya jema kwa dhamira ya dhati. Lakini mtakapokuwa mnafanya, ukifanya jambo la hovyo, hata kama jana nilikupongeza, mimi nitakupinga. CCM waliomwaga damu hizi ni wa kuwapokea, na sio kuwapokea tu, kufurahia. Hivi ukombozi lazima uletwe na nyoka, nge, paka, simba, wadudu wakali wabaya? Yani lazima muchangamane. Amwezi kunyoka kutafuta watu innocent, kama sivyo mubaki wachache mulio na dhamira ya kweli. Sikatai mtu anayetoka CCM, chama cha damu, chama cha wanywa damu, chama cha wamwaga damu, anayetoka CCM mnaweza lakini hao wanatubu. Kutubu ni kuungama, ni kuweka wazi makosa yake. Hii nyingine hapana. Huwa mnanitisha na huwa mnafanyaga niwe najipongeza kwamba inawezekana. Ndio maana mimi naumizwa sana na utawala wa damu, kwa sababu wanafahamu mimi na akili sana kuto kujiunga kwenye vyama vya, kwa sababu mimi, sababu iliyonifanya nisijiunge kwenye vyama vya siasa, mimi naaminigi, kwanza siamini dhambi ni kutokuwa na cheo tu, kutokuwa madarakani tu, au utekaji tu, au uwaji tu. Uzinzi ni dhambi,
najua ni chanzo cha mabaya mengine yote. Mtu akishakuwa mzinzi, ujue dakika yoyote anaweza kufanya lolote baya. Wizi mwingine wote, uongo wote, hila yoyote, mimi nafahamu mtu ubaya wa aina zote hizo ukifanya, naweza nikakulipua. Ulevi naweza nikakulipua dakika yoyote. Mimi sisemi aina fulani ya ubaya tu kwa sababu watu hawa watakuwa pamoja na mimi, hapana. Kwa hiyo nilikataa kujiunga kwenye vyama vya siasa kwa sababu mimi napinga ubaya wote. Nataka ushirika na mtu anayepinga ubaya wote, chanzo cha mabaya yote. Na kama ujui, uzinzi ni chanzo cha mauaji. Yani mtu kuwa na roho mbaya, akisha kuwa mzinzi, ujue na uuaji uko hapo. Kwa sababu Biblia inasema azinie na mwanamke hutokwa na akili kabisa, hana akili kabisa, au amefanya hilo akiwa ameshatokwa na akili kabisa. Ndio tafsiri, hana akili kabisa. Sasa hii kwenye vyama vya siasa ni la kawaida, na mara nyingi baada ya uzinzi mnakuaga wanyama, mnakuaga na vimatukio fulani, hata kama si mtekaji moja kwa moja, si muuaji moja kwa moja, mnakuaga na vimatukio fulani vya kikatili, vya uongo, vya hila. Sasa mimi nilisema mimi nitakuwa nikiwa upande wa mtu anayefanya vizuri saa anayofanya vizuri. Kwenye hatari zangu nyingi nimesisitizwa sana, jiunge na Chadema tutakusaidia. Nilisema hapana, kama ni kufa na nifie hapa, kama ni upweke na nibaki peke yangu, lakini mimi aje kwangu yule ambaye saa hiyo anatenda vizuri na ana uwezo wa kuweka wazi mambo yake mabaya aliyofanya, kwa sababu ndivyo alivyotubu Sauli. Alipokuwa mpaka kuja kuitwa Paulo, aliweka wazi kwamba mimi niliyekuwa naua watu wa Mungu, tulikuwa tunaua hivi, nilikuwa naenda nyumba kwa nyumba na waua hivi na kuwa hivi. Huko ndo kutubu. Lakini sio kutubu mtu anakuja kimya kimya tu hivi, sema tu mimi nimehamia huku, anataja tu mambo tu juu juu, nimeona huku kuna demokrasia, sio huku mna nini, mnashangilia. Ni wananchi. Mungu tu kumsamehe Sauli muuaji. Alimwambia Sauli, njoo huku utubu, useme mabaya yako yote, lakini uwazi ni kwamba kwa kuli kunaua watu, hayo aliyokuwa unawafanyia watu yatakutokea na wewe. Mungu alikuwa shangili, amekuja Sauli aliyekuwa naua watu. Sauli, tubu, ungama, weka wazi uliokuwa unayafanya, alafu ujue utauawa tu, utateswa kama ulivyowatesa hawa, na mwisho utauawa. Yatakupata yote kwa sababu ya hiki utakachokuwa unakifanya sasa, ambako ndio kutubu. Ngoja niwaambie, dhambi ya uuaji, mimi hata wauaji nichukieni sana. Najua ndo mnaponichukia sana kwamba ni wewe jamaa umeshika ukweli kama ulivyo, Biblia kama ilivyo, huna msamaha. Sio mimi sina msamaha, Biblia ndo muitage haina msamaha. Biblia ndo muitage haina msamaha. Katika Hesabu 35, nitaongea na jambo lingine hapa kuhusiana na Sugu. Napo washauri watu wa Chadema, najua mimi sishauriki kwa lugha nzuri. Hesabu 35 mstari wa 29 sema, mambo haya yatakuwa ni amri ya hukumu kwenu katika vizazi vyenu vyote, katika makazi yenu yote. Mtu awaye yote atakayemuua mtu huyo muuaji atauawa kwa vinywa vya mashahidi, lakini shahidi mmoja hatashuhudia mtu hata kafa. Tena msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji ambaye amekuwa na hatia ya mauti. Isiwe mtu akihamia Chadema, akahamia kwenye chama fulani cha siasa, hatia yake ile ya uuaji, hatia ya uuaji ile imeondoka. Msipokee fidia, msipokee fidia kwa mtu aliyemwaga damu. Isiweko fidia, bali iwe nini? Lazima atauawa. Iwe nini? Mstari wa 33 anasema hivi, hamtajitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Aliyeimwaga inatakiwa imwagike. Hakuna fidia
ya mtu aliyemwaga uhai. Yani akitoka tu chama cha wauaji akaingia Chadema, basi yale machafu yake, damu yake ile imesafishika. Hapana. Hebu mimi ni washauri, nadhani kwa lugha ngumu, lakini hivi lazima mulete ukombozi kwa kuchukua chochote, kuchukua yoyote, kufurahia chochote. Sikatai, mnaweza mkampokea au anatubu. Sasa kutubu ni kuungama, ni kuweka wazi makosa yako na kufanya kinyume cha uliokuwa unafanya, huku ukiwa umeweka wazi uliokuwa unafanya. Biblia ndio imeongelea kutubu, ndio iliyoonyesha kutubu watu tunapomsamehe mtu. Katika Ufunuo wa Yohana sura 13 mstari wa 10, nisha mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapo ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Ni hivyo, huna msamaha. Biblia ndo haina msamaha. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Biblia ndo haina msamaha. Kweli ni lazima mutapokea yoyote. Basi nyie ni changa la macho tu, ni changa la macho tu. Na ukweli ni kwamba kuna mara huwa mnafika mnatia mashaka, na wengine sisi tunasema anyway, ongereni kwa mema, poleni kwa mabaya yanayowakuta Chadema. Lakini ukweli hata CCM wanawajua, na nyie ni kama muna shauku sana ya kuja kupata nafasi ya uongozi kuliko utu wa watu. Kama ni chama mnaamini muna haki, simameni kwenye haki, na mtu yoyote ambaye amekuwa upande wa wabaya anapokuja kwenu, licha ya wanawachomekea, anakuja kuwachunguza, ni kipandikizi chao. Ilikuwa kama anakuja, viwekwe vipimo vya mtu huyu, amekuja kweli kutubu, kweli anatubu. Hakuna anayetubu kimya kimya, mnasema kwa Mungu wake ameficha mambo ambaye ni salama kwenu. Kwa mujibu wa Biblia hii ni mtakuja, ilisema afichaye mambo yake, dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye. Ninyi ni nuru, ninyi ni taa. Kama umeamua kutubu, manake wewe ni nuru, ni taa, ni mtu unayetakiwa kuweka wazi ubaya wako wote. Hawa mtakaoanza kuwapokea, hawa mnaowapokea, mtakaanza kuwapokea hawa, kweli mnatakiwa kuwapokea hivyo, kufurahi hivyo? Hapana bwana, hapana bwana. Aisee, nyie hamna bwana. Unajua kufanya hivyo mnaonyesha kwamba sisi wote kwenye mishe hizi za CCM hizi kuua watu hivi, na sisi tunaua hivyo, kwa sisi ni wao. Kweli hivi vyama ni mpaka viwe na watu wa aina zote, wenye tabia zote. Sina maana nyie Chadema ni wasafi wote, najua mna makorokoro mengi baadhi yenu, lakini waliojiweka wazi kumwaga damu za watu ambazo hazina fidia, hapana jamani, hapana. Hao mungeweka tu msimamo wa wazi. Mtu anapotoka sehemu kuja aje kusaidia kuweka wazi publicly, wazi kuweka wazi namna walivyouawa watu, na awe radhi na yeye kuuawa na hao waliokuwa naua nao, kwa sababu anaanika siri zao. Kweli hawa wanakuja kuambia siri kificho kwamba tuliua nani, tuliua wapi? Sijui bwana, sijui. Nimalizie jambo lingine la Sugu. Kuna siku alisema wakati wa matukio fulani yale ya Profesa Jay alikuwa anafanya nini vya muziki,
Kwa ikaonekana ni kama Chalamila alitaka kwenda pale kuhutubia, akamzuia. Lakini baadaye alisema vitu fulani, akaannounce vitu fulani, akasema unajua misibani, misiba ya CCM Chadema hawaendi, misiba ya Chadema CCM hawaendi, lakini mziki unatukusanya wote pamoja. Mziki unawafanya wote muongee lugha moja. Mziki, mpira, vyote vinawafanya wote muongee lugha moja. Hakuna ukombozi utakaotokea kwa jamii kama hiyo, hakuna. Kuna wakati ambapo ubaya na wabaya wanatakiwa kuwa dhahiri, wale ni wabaya kwa kila kitu. Lugha iwe moja tu, wabaya kuambiwa nyie ni wabaya, wauaji kuambiwa nyie ni wauaji. Lakini sio kuna wakati mnaserebuka pamoja, mnafurahi pamoja. Biblia, niwasomee maandiko mawili hapa nimalize. Somee maandiko. Mimi wewe nibishie kwa uzoefu wako. Mimi nawaambiaga haya kwa mujibu wa Biblia, na najua ilitoa uongozi mzuri. Bisha, kataa, lakini hakuna kitakachotokea. Hakuna ukombozi wote utakaotokea kwa namna hiyo. Katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 4 anasema, hakuna apigae vita ajitiaye katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Hata mtu akishindana katika michezo hapewi taji asiposhindana kwa halali, kwa sababu askari ama mwanamichezo hujizuia katika yote. Hujizuia katika yote, ndivyo inavyosema Wakorintho wa kwanza sura 9 kwanza mstari wa 27. Hujizuia. Ikifika mara askari unajitia kwenye shughuli za dunia, burudani za dunia, munaongea lugha moja na adui na wabaya, hakuna kitakachobadilika hapo. Ukisikia ujizuia, manake ni vitamu, ni vizuri, mziki ni mzuri, sherehe, hafla ni nzuri, lakini utajizuia kwa sababu hiki kitu kitawezeshwa, kitafanikishwa na wauaji na maadui. Kitafanya tuimbe wimbo mmoja. Na mimi ninachoambia, dunia inaweza ikapata ukombozi wa kweli kama always watu wamesimama kupinga ubaya kwa sauti ya aina moja, na kuwaweka wabaya wazi kwamba hawa ni wabaya kwa kiwango hiki, hawastahili kwa viwango hivi na hivi. Kwa mambo hayo ya muziki, ya mipira, hayo ilikuwa kuwe na namna. Wengine mjivute nyuma, ndo mnaanza kulalamika, watu wanatekwa, watu wanauawa, tunashangilia Simba na Yanga, mnashangilia muziki. Ndo hayo bwana. Kuna mambo nikiangalia nasema, anyway, vingine wenda mjui. Sasa tunaposhauri hivi, mngekuwa mnatoka mnasema tumejifunza hili na tutakuwa makini. Kama wakati mwingine nasemaga, sijui tulioguswa wameuawa watu wetu karibu kabisa, na tuna dhamiri ile ya ubinadamu kabisa, ni kama ndo tunaofahamu uchungu wa kuuawa kwa watu. Lakini wengine ambao mnakuwa mjagusa sawasawa, ni kama hivi vitu mnaviongea alimaarufu kisiasa sana, ni kama kisiasa sana, ili onekanepo tuna wewe unaongea kuhusiana na mauaji, lakini ukweli uwezi ukawa unashadadia mambo ya muziki na kwamba mnaimba sasa wimbo mmoja na wauaji na wabunge wa CCM waliopata ubunge kwa njia kumwagika mapipa ya damu. Unajisifia hata mko pamoja, mnaimba wimbo mmoja, mnaserebuka, mnaburudishwa. Hao wanaburudika kwa sababu wanawaua, na mnaobaki kama nyumbu kuchekacheka. Nyie mnaburudika na hawa, mnaburudika na hawa kama nini? Kama mnataka kuja kutokea ukombozi, fike mara vyote vilivyokuwa faida kwenu muvione hasara. Mziki, biashara, mipira, muvione hasara.
Mwachane navyo, mvione kama mavi, kwa sababu ya kuonyesha umoja, kuonyesha mshikamano, kuonyesha usirias wa kwamba jambo hili mpaka lije litokee, ndipo tutakula chakula kitamu, ndipo tutavaa vizuri mjini, ndipo tutaonekana tunacheka. Tutaimbaje wimbo wa furaha katika nchi ya utumwa? Ndivyo asemavyo Daudi. Yeye Daudi katika Zaburi 101 mstari wa 8 anasema, asubuhi hata asubuhi nitawaharibu wabaya wote wa nchi, niwatenge wote watendao uovu na mji wa Bwana. Yeye asubuhi hata asubuhi atawaharibu wabaya, sio ataburudika na wabaya. Kwa mazingira kama hayo, mbona ni kama nyie na CCM lenu moja? Sababu kama ndo miziki mtaimba nyie, watakuja watajaa, mtashikana mikono, mtabembea, mtasema letu moja. Kama ni mipira watawawekea sana mipira. Kama ni watu kuja kujiunga kwenye lichama lenu, wataingia sana. Kweli watu wameisha kabisa ambao mnaweza mkasimama nao kwa ajili ya ukombozi. Watu mnaweza kusimama nao kwa ajili ya ukombozi wako huko CCM, ndo hawa. Wananchi, mimi ni mtu wa Mungu, nimenyoka kama lula, na naongea hata kama hayajazaa chochote, lakini nitabaki kuongea kile ambacho kingezaa kila kitu ambacho mwanadamu alikihitaji. Ubaya uonyeshwe kuwa ni ubaya, anayetubu aje na sifa na picha ya kutubu. Anyway, mengine sawa, ila kama mnaona vizuri, mutatoa fafanuzi ya vitu mnavyofanyaje, hivi mnavyofanyaje. Yani pengine mimi ndo sielewi, mtatoa fafanuzi, lakini kama sivyo mnaona huyo ndo maana wanaua ndugu zake wote, sababu amenyooka sana. Haina shida, hata mimi mwenyewe nitaondoka, lakini hii dunia patakuwa mahali pabaya sana kuishi, kwa sababu ya kanuni ambazo mnajaribu kutatua mambo kwazo. Kisikia vizuri, nifafanulieni haya. Najua wengi mna namba yangu ya simu, tumeni ujumbe, utanifuadia. Lakini kama sivyo, kaeni chini, kaeni kitako, mjitafakari juu ya mtaendeaje ukombozi ambao kama mnajua Mungu atawatumia nyie kuleta ukombozi kwa Watanganyika walio utumwani, wanaotumikishwa kwa mizigo mizito na fimbo na mateso ya kufungwa magerezani. Asanteni sana kwa kunisikiliza.